Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, umewahi kujiuliza kuhusu text box ni ya nini kwenye Microsoft Word? Ikiwa unataka kuongeza maandishi sehemu yoyote unayoitaka kwenye ukurasa, basi kutumia text box ndiyo njia rahisi zaidi. Text box ni kisanduku cha maandishi kinachoweza kuwekwa mahali popote ndani ya document yako. Kinasaidia sana ukitaka kuandika kichwa pembeni, maelezo ya upande au kuongeza maandishi ya mapambo kwenye kurasa zako. Faida yake kubwa ni kwamba unaweza kukihamisha bila kuathiri maandishi mengine. Hebu tuone tunaingizaje text box. Unaenda kwenye sehemu ya insert, kisha unaenda moja kwa moja kwenye sehemu ya text box na una click. Kisha sehemu kama hii itafunguka, maana template nyingi zitafunguka. Wewe utachagua unayoihitaji na nyingine zinapatikana more text box from office.com. Kisha sisi leo tunachagua hii hapa ya kwanza ili tuanze kuiedit. Ukishachagua itaingia kwenye document yako tayari kwa ajili ya kuandikwa unachohitaji kukiandika, yaani unachohitaji kionekane ndani ya text box yako. Na sisi tumechagua hii. Ukishamaliza click ndani ya document sehemu nyingine yoyote, basi tayari utakuwa umeshaingia. Tubadilishe muonekano wa text box. Select text box yako, kisha nenda kwenye sehemu ya shape format, kisha sehemu ya shape style kwa ajili ya kubadilisha muonekano wa ndani. Hapa unaweza ukatumia style unayoihitaji wewe ili kuweza kubadilisha muonekano wako wa kwanza. Sisi tumechagua hii kwa hatua ya kwanza. Nadhani umejionea. Lakini pia unaweza ukabadilisha rangi ambayo imejazwa humu ndani kwa kuenda kwenye sehemu ya shape fill, kisha ukachagua rangi yoyote hapa ambayo wewe unaihitaji. Hiyo itakuwa ni rangi inayojijaza kwenye background yako ya shape yako ambayo umeingiza. Na rangi nyingine pia zinapatikana kwenye more fill color. Unaweza kuklik sehemu hii hapa ya picture ili kuingiza picture kwenye text box yako. Utachagua wapi unahitaji kuingiza text nini picture yako. Mimi picture yangu ipo kwenye desktop, na ichukua hii kisha na insert kwenye text box yangu kama ulivyojionea hapo. Then unaweza kutumia sehemu hizi za viduara ili kukuza ukubwa kama unahitaji au kupunguza. Kisha kwenye shape outline hapa unaweza ukajaza rangi ya pembezoni mwa text box yako. Kwa mfano nachagua hii. Ili unielewe vizuri, wacha nikaongeze weight na kwenda kwenye shape outline, kisha kwenye weight hapa utaona ile rangi ya pembeni inavyojijaza kwa ukubwa zaidi. Nadhani unajionea mwenyewe. Hiyo ndio shape outline ambayo tunaizungumzia hapa. Vile vile hii shape outline unaweza kuifanya kwa mfumo wa dashes, yani ukaenda kwenye shape outline ukaja kwenye sehemu ya dashes ukachagua dashes unayoihitaji wewe katika ule mfumo wa pembezoni mwako ambavyo unahitaji wewe. Mimi sichagui kitu hapa kwa leo, naacha hivi hivi. Tuendelee na sehemu ya mbele. Twende zetu kwenye sehemu ya shape effect. Hapa tukabadilishe muonekano wa text box yetu. Kwa hiyo hapa unachagua unayoihitaji katika hizi. Ukisha click tayari kitu chako kitaonekana kizuri kama ulivyojionea hapa. Hayo yote tuliyazungumza katika video zetu zilizopita. Irejelee part 10. Utapata kuelewa nini shape fill, shape outline na shape effect. Tumeelezea kwa uzuri sana. Twende zetu mbele sasa.
Vile vile unaweza ukabonyeza alama ya layout option kwa ajili ya kusogeza text box yako katika eneo unalolihitaji, kama tulivyozungumza kwenye sehemu ya 9 ile. Huko tumezungumza mambo mengi kuhusu hii hapa layout option ambayo inasema text with wrapping. Nadhani tusielezee sana, sisi tunachagua square, na ukihitaji kuiondosha basi hakikisha kasa yako imebadilika katika mfumo kama huu hapa, kisha bonyeza left click, halafu usiachie, then tikisha mouse yako katika position ambayo wewe unaihitaji ikakae ile text box yako. Kadri unavyopeleka basi, ukifikia katika sehemu ambayo unahitaji ikae, unaachia ile left click yako ambayo umeclick. Nadhani tumeelewana hapo. Unaweza pia kuingiza text box kwa kudraw text box yako, yaani ukaenda kwenye sehemu ya insert, kisha ukaenda moja kwa moja kwenye sehemu ya text box na ukaclick draw text box yako, kisha kasa yako itageuka kuwa alama kama hii. Utabonyeza left click, kisha usiachilie, sukuma kasa yako katika kiwango ambacho unahitaji ile text box yako iwe. Ukishamaliza, achilia na text box yako itaingia tayari kwa ajili ya kueditiwa, yaani kuandikwa kile ambacho wewe unakihitaji. Nadhani tumeelewana vyema sana. Tukutane kwenye video ijayo. Huko kuna mengi sana ya kuzungumza. Wacha tumalizie na hili. Tuende tukaone. Text box ni muhimu sana kwenye kuandika quotes au vichwa vya habari vyenye rangi, lakini pia kutoa maelezo muhimu pembeni ya maandishi makuu, lakini pia kutengeneza cover page, certificate pamoja na vipeperushi, yani flyers. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV. Karibu tena. Bye bye.